Hapa mkononi mwangu nao mkono wa Idi. Fahamu kwamba ni mjumuiko wa vitu 14 vilivyosagwa na kuwa unga. Ni pamoja na karafuu, filfil abyadhi, filfil aswadi, kungumanga, tangawizi, mjafari, holinjan, mbegu za msonobari, habati rishad, basbas jauza, juisi ya kitunguu maji na asali halisi ya nyuki. We mwanamume ambaye unataka kuwa imara zaidi ya simba, ina utendaji wa ajabu. Ni dawa ya kisuna iliyo madhubuti kwa kuleta utamu katika tendo la ndoa kwa mke na mume. Mimi nilikuwa na matatizo katika mwili wangu, hususan nilikuwa napata ada ya mara kwa mara na maumivu wakati wa tendo. Hakuna tena maumivu ya tumbo, ni raha juu ya raha. Lakini sasa niko vizuri baada ya kutumia mkono wa Idi. Hurejesha hisia zilizopotea, kuondoa uvimbe kwa kina mama na hupangilia ada. Mwanamke mwenzangu, usiendelee kuteseka. Tumia mkono wa Idi, ndio suluhisho la matatizo yako. Maumivu ya tumbo, harufu mbaya sehemu za siri, hawasikii ladha wala hawatamani kuingia katika tendo la ndoa. Na pia huzibua mirija ya uzazi kwa akina mama. Pili, huwapa ladha kina baba na huwaondoshea mfumo jogoo. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo bado tunaendelea katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo aliposema tafakkaru fi khalqi llahi wala tufakkiru fi dhati llah. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafanyieni tafiti viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa katika uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufakkiru fillah, lakini na wala msimtafakari au msimtafiti Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yani nyinyi mkifanya tafiti kwa viumbe wa Allah, basi bila shaka mtamjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ubora wa uumbaji wake. Na leo tunaendelea kumtazama mdudu ambaye anaitwa Yaasub, kwa maana kerengende au kijelele au mdudu chande na maeneo mengine, kila watu wana jina lao, lakini ndio yule yule ambaye tunamkusudia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. la ilaha illa Allah. Katika kuwajua viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna ibra, kuna mazingatio ya kwenda kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo tutakwenda kutazama dimaghul Yaasub, kwa maana ubongo wa huyu mdudu anaitwa kerengende au kijelele, ambaye bila shaka tukifahamu ubongo wake na utendaji wake tutasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Wakati tukiwa pale Ghazali Muslim School, tulipokuwa tukisoma hadithi za namna hii, mashekh zetu walitueleza wakatuambia ya kwamba yuaddu dimaghul Yaasubi markazan asabiyan mutatawiran jidda raghma sighari hajmihi. Walitueleza mashekh zetu wakisema imefahamika na kutambulika
ya kwamba ubongo wa huyu mdudu anayeitwa kijelele au kerengende, markazan asabiyan, ni sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia ina mishipa mingi kabisa, tena mishipa yenyewe ya ufahamu. Sasa tazama kile kijidudu namna kilivyo kidogo, lakini huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekiwekea mishipa mingi, alafu mishipa yenyewe ya ufahamu katika hali za aina hiyo. Auoni ukubwa wa Mwenyezi Mungu hapo mzee? Unaonekana ukubwa wa Allah Tabaraka wa Ta'ala, tena mutatawiran jidda. Mishipa yenyewe sasa ipo tofauti sana, yani haiko kwamba imekaa katika, yani ina tofauti kubwa mno katika utendaji wake. Huo ndio uumbaji wa Allah, na Mwenyezi Mungu anasema katika surati Luqman aya 11, hadha khalqullahi faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi balidhalimuna fi dhalalin mubin. Huyo ni Allah Tabaraka wa Taala. Tunasemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tena mashekhi zetu wakatuambia mishipa yake mutatawiran jiddan, iko tofauti sana, raghma sighari hajmihi, hata ukitazama ule, yani hata ukitazama ule udogo wa umbo lake. Lakini mishipa alowekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ya ajabu sana na inashangaza sana. Haithu yu'aliju al-ma'lumati al-basariyatan bisur'atin fa'iqa, kiasi ambacho mishipa yake ya fahamu iliyo katika macho ya huyu kerengende au kijelele, basi ina utendaji wa hali ya juu mno wa kutoa taaluma au kupeleka taarifa katika sehemu ya ubongo wake kwa kiasi kikubwa sana, tena kwa haraka ya hali ya juu. Mimi si nikitazama hivi pap, namuona Sheikh Ibrahim namuona mwamba pale, naona nguo yake sawa, ina drafti, alafu kavaa suruali ina rangi nyekundu kwa pembeni. Si nimeona kwa sekunde moja tu pap, tayari nishabaini kila kitu. Sasa yeye huyu kerengende ni zaidi ya hapo, yani yeye anaona na kupambanua vitu kwa haraka zaidi kuliko kiumbe mwingine yoyote. Hadha khalqullahi, huu ndio uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi, sasa nionyesheni nyinyi ni nani katika wale walioumba wasiokuwa yeye Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yupo? Hakuna ambaye asiokuwa Allah. Bila shaka huu ni uumbaji wa Allah Tabaraka wa Ta'ala unaothibitisha upweke wake, umoja wake, na unaothibitisha tauhidi yake Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Kwa hiyo yualiju almalumati albasariya, ana uwezo mzuri kabisa, yani ile mishipa ya kupeleka maalumati, taarifa kupitia katika macho yake, bisuratin faiqa, kwa haraka mno, ina hali ya namna hiyo. Sawa, tartabitu uyunuhu almurakkabatu addakhma bidimaghihi limualajati as-surati bisur'atin tafuqu al-bashara mimma yamnahuhu ru'yata taqarub 60 wa 300 daraja. Tunakwenda sawa? Wanasema lakini tartabitu uyunuhu, macho yake yameshikamana, tena macho yenyewe almurakkaba, ambayo kila jicho moja ambalo lina viini visivyopungua 1030. Sawa, adhakhma, tena macho yenyewe yenye umbo la ukubwa, yani macho makubwa, macho yake namna alivyo, imeshikamana na nini? Bidimaghihi, imeshikamana na ubongo wake. Yani ubongo wa huyu mdudu umeshikamana na nini? Na macho yake katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Limualajati surati bisur'atin tafuqu albashara, kwa sababu ya kuweza kutafsiri picha kwa haraka zaidi, haraka ambayo inayoshinda haraka ya mwanadamu katika ufasiri wa picha ya kile alichokiona. Huo ndo uumbaji wa Allah Tabaraka wa Taala. Ukiyajua haya utasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaba an-nar. Jambo hili la kufanya macho yake kuwa yameshikamana na ubongo wake anafanya nini? Mashekh zetu akatuambia hivi, mimma yamnahuhu ru'yatan tuqaribu 60 wa 300 daraja. Wakasema hili ni jambo linalompa sasa yeye huyu kerengende kuwa na uwezo wa kuona takriban kwa digrii 360.
Yani ana uwezo wa kuona sehemu zote kwa ufasaha. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu ya ukubwa wa macho yake, lakini kadhalika na utendaji wa ubongo, kwa sababu wao kwenye macho ndio ubongo wenyewe uko hapo hapo umeshashikamana na macho. Kwa hiyo haipati tabu kuanza kuchukua maalumati. Unajua wewe mwanadamu namna jinsi ulivyo, macho yako sina vitu vinavyoitwa laiful asabi. Zile laiful asabi wewe unapoona, yani lenzi ya macho ikiona pap, tayari baada ya kuona kuna sehemu ambayo inaitwa almaqula. Hii inavunja vunja ule mwangaza uliokuja ukiwa kama ni mkali. Alafu kisha baada ya hapo utachukuliwa kupitia katika mishipa inaitwa laiful asabi, inapelekwa katika markazul basari, katika ubongo. Alafu ubongo ndio unatafsiri, unafanya editing pale, unakusanya picha, alafu unatoa tafsiri kwamba kilichoonekana ni nini. Sasa hapo ni mbali. Kwa huyu jamaa yeye pale pale macho yake yameshikamana na nini? Na ubongo wake. Kwa hiyo anapoona hapo tayari kaisha tafsiri na kila kitu kishakaa sawa sawa. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Mtume anasema tafakkaru fi khalqi llahi wala tufakkiru fi dhati llah. Kwa hiyo ana uwezo wa kuona digrii 360. Wayamtaliku qudratan mudhhilatan ala tanabu'i bimasari farisatihi bidiqqatin mimma yaj'aluhu sayadan jawiyan bifa'iliyati tasilu ila 95%. Tunaona sawa? Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia huyu kijelele au kerengende ana uwezo mkubwa mno kabisa wa kutambua mwelekeo wa kile kiwindwa chake wakati anapokuwa katika kufanya zile targeti zake. Yani Mungu kampa uelewa huo. Yani ana uwezo wa kujua huyu kiwindwa chake hapa alipo, mwelekeo wake anaelekea wapi. Kwa maana hapa alipo, akitoka hapa atakwenda hapa. Kwa hiyo ana targeti nzuri sana za kufanya kazi katika kuinda kiwindwa chake katika hali za namna hiyo. Tena kwa 95% yuko hivyo. Yani ana usahihi wa kwenda katika malengo yake kwa 95%. 95. Yani anajua kabisa huyu nzi yuko hapa, akiruka kutoka hapa mwelekeo wake atakwenda huku. Kwa hiyo anachokifanya yeye anakwenda kwenye target pale pale. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mdudu huyu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tafakkaru fi khalqi llahi, wafikirieni, muwafanyie tafiti viumbe wa Allah, bila shaka mtamjua Allah tabaraka wa taala. Tunakwenda sawa? Hali ambayo namfanya kuwa ni muindaji imara aliyobora, hasa kwa wale wadudu wanaotembea angani. Anakwenda kwa target, hakurupuki katika kwenda katika kiindwa chake. We mzee, tunaelewana vizuri eh? Naam. Sasa basi, yahtawi dimaghuhu ala khalayan asabiyya, lakini kadhalika ubongo wake Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia umeambatana na nini? Khalaya asabiyatin mukhassasa. Una chembe chembe, lakini chembe chembe hizo zimeshikamana na neva, mishipa ya fahamu, tena maalumu sana. Chembe chembe hizo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia mdudu huyu, anazo chembe chembe mukhassasa, special kabisa kwa ajili yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia huyu, sawa? Tena tu'rafu bil kashifat, sawa? Yani hizi chembe chembe Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia nani? Huyu kerengende, zinatambulika kwa neno la al-kashifat. Kashifat maana yake zina uwezo wa kubaini mambo, zina uwezo wa kubaini target, zina uwezo wa kubaini mwelekeo wa nani? Wa kiwindwa wake. Ina uwezo wa kubaini kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Lakini kadhalika katika lugha zenu nyinyi mnaita detector cell. Ya detector cell ni zile cell ambazo Mwenyezi Mungu kamwekea, zina uwezo wa kujua kabisa mwelekeo wa kiwindwa chake katika hali za namna hii. Huu ni uumbaji wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Detector cell hizi takshifu harakat alhadafi as-saghir, zina uwezo pia wa kuona mtikisiko mdogo sana. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kamwekea hizi nini? Chembe chembe zinazoitwa al-kashifat, detector hizi. Basi kwa hali hiyo, ule mtikisiko mdogo sana, yeye ana uwezo wa kuona mtikisiko hata ukiwa mdogo mno,
ana uwezo wa kuona kimaarifa unaitwa STMDS, ambao ni mtikisiko ambao sio rahisi kwa jicho la kawaida kuweza kuona, lakini yeye ana uwezo wa kuona mtikisiko mdogo sana katika hali za namna hiyo. Huu ni uumbaji wake Allah tabaraka wa taala. Faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi, nionyesheni sasa nyinyi asiyekuwa Allah ameumba nini. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo hebu tazama uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati ta'malu, hizi ndizo ambazo detector, hizi cell ndizo ambazo zinazofanya kazi bikafaatin alia, kwa uhodari wa hali ya juu kabisa, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Dimaghul yasubi, lakini ubongo wa huyu mdudu anaitwa kerengende au anaitwa nani? La tara makanan, sawa, alfarisati alhalifa hasib, yani haoni, sio kwamba yeye anaona sehemu pale alipo kiindwa chake tu ikaishi hapo, la, yeye anaona mpaka movement za yule kiindwa chake, kwamba anatoka hapa, huyu ataruka atakwenda mahala hapa. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, tena la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allah ni hatari sana ndugu zanguni. Sasa kwa hali hii, bali yatawaqqa aina satakunu fi lahdhati taliya liistiyadiha, bali macho yake yana uwezo wa kuona kutoka hapo alipo ataelekea mwelekeo gani na atakwenda mahala gani, ili atengeneze target vizuri za kuweza kumkamata yule kiwindwa wake katika hali za namna hiyo. Aliyoyafanya haya ni nani jamani? Si ni Allah tabaraka wa taala? Hamumjui hata aliyoyafanya? Aliyoyafanya haya hamumjui? Ni nani sasa? Mbona mnaseka vile mmelewa hivi au hamueleweki? Maana yake nini? Aliyoyafanya haya ni nani? Allah. Sasa hakuna mwingine ambaye anaweza kuyafanya haya bali ni yeye. Kwa hiyo anachokifanya, yani zile cells zake, detector cells zinazofanya, yatawaqau aina satakunu fi lahdhati taliyati liistiyadiha, zinamfanya yeye kujua hiki kiwindwa kiko hapa, baada ya muda mfupi kitatoka hapa kuelekea mahala gani, ili target yake iende pale ambapo anapokwenda nani? Yule kiwindwa chake, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukiyajua haya utasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Lakini tamtaliku uyunu liasubi, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika macho ya huyu nani? Kerengende au kijelele, 30 naw'an min alburtinat. Allah amejalia kuna aina 30 ya protini katika macho ya kijelele. Macho ya huyu mdudu ambaye anaitwa kijelele, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake, kaweka protini zisizopunguza aina ngapi? 30. Angalia maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati kwako wewe kuna takriban kuna kadiriwa kuwa na aina 3 tu, ingawa zipo nyingine ndogo ndogo, lakini yeye ana ngapi? 30. Sawa, protini hizo. Sawa, tena alhassasatu lilalwan, protini ambazo zina uwezo wa kuweza kupambanua rangi. Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea ambazo zinaitwa al-opsinat, opsin. Hizi opsin Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemwekea nani? Huyu mdudu ambaye anaitwa kerengende. Ni protini ambao ina uwezo wa kupambanua rangi kwa ufasaha sana, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Lakini tara biha al-ashia fawqa al-banafa sanjia, kupitia kwa protein hii al-opsinat, opsins hizi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumwekea, manake tara biha al-ashiata fawqa al-banafa sanjia, ana uwezo wa kuona yani mawimbi yaliyo juu ya rangi ya zambarau. Na hata mwanadamu si unaona mawimbi yaliyo juu ya rangi ya zambarau? Sasa huyu anaona tena kwa uzuri zaidi, wa huwa ma yatafawwaqu ala ru'yati al-insan, manake uoni wa namna hii sasa ana uwezo wa kuwa anaona zaidi kuliko namna anavyoweza kuona nani? Mwanadamu. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Manil khaliq? Tayyib, aliyeumba hivi ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Sasa ndio maana Bwana Mtume akasema, tafakkaru fi khalqillah, wafanyeni tafiti viumbe wa Allah mtamjua Allah.
Sio mnawaona tu wanapita pita tu wanaruka wanakwenda huku na kule, hamjui hata maalumati yanayowahusu wao. Mtamjua vipi aliowaumba hao? Kwa hiyo lazima tupite katika hali za namna hii. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo ana protini 30 katika macho yake. Protini ambazo ni alhassasatu lilalwan, ambazo zina uwezo wa kumfanya kutambua rangi kwa ufasaha zaidi. Sawa? Ambao tunaita al-opsinat opsins, ambazo ni muhimu sana. Lakini yamtaliku liyasub ma baina 11 ila 30 naw'an mukhtalifa min al-opsinat. Angalia. Lakini kadhalika hawa yasub, maana yasub nao wametofautiana lakini kadhalika wanamiliki baina ya 11. Wapo yasubu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wana protini 11, tutawasoma hapa, wakiwepo wale wanaitwa ad-duburu. Ad-duburu ni wale ambao nyewe mnaita nyigu, ni aina ya hawa yasub. Sasa wale wana protini 11, ndio maana akasema mabaina, kwa sababu hapa wanasema ya asibi hawa, yani baina ya 11 ila 30 naw'an, mpaka aina 30 ya hizo protini ambazo ni maalum sana kwa ajili ya kufanyaje, ya kutambua kwa usahihi mkubwa rangi mukhtalifan min al-opsinati. Sawa? Kwa mfano kuna protini inaitwa hasasatu lidhawi. Sawa? Ambayo kimaarifa mnaita inaitwa light sensitive, ambayo ni protini ambayo hii ni hasasa. Tukizungumza hasasa, manake ina uwezo wa kubaini kwa haraka sana zile rangi na kuzipeleka katika sehemu ya kuchakata, zikachakatwa zile rangi alafu zikatolewa kama maalumati, akabaini kwamba hii ni rangi ya aina fulani. Sawa? Light sensitive protini ndio protini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwekea nani? Kerengende katika macho yake anayo protini hizo. Tunakwenda sawa? Lakini kuna protini inaitwa mustaqbilatun dhawiyya. Sawa? Yani mustaqbilatun dhawiyya, hizi ni protini ambazo kazi yake zinapokea mwangaza. Sasa yani mwangaza ukija zenyewe zinafanyaje? Zinaupokea kwa haraka, ambao anaziita photo sensitives, ambao hizi sasa ndio zina uwezo kabisa wa kupokea nini? Kupokea ule mwangaza. Photosensitives zinapokea mwangaza alafu zinaanza kuchakata ukiwa na rangi ya aina kadha. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Lakini kadhalika kuna protein inaitwa rhodopsin. Rhodopsin maana yake ni aina ya protini ambayo kazi yake pia inachakata zile rangi zinapokuja katika hali ya aina kadha. Tunakwenda sawa? Nao min al-anwa'i al-absinat, hizi ni aina ya protini zinaitwa al-absinat. Sawa? Ambazo ni muhimu sana katika masala ya kuona kwa usahihi zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kapewa huyu zote hizi alafu umenyimwa wewe, na Mungu kafanya hivyo kwa makusudi kabisa. Tunakwenda sawa? Kutokana na ubora wako wewe mwanadamu na kutokana na udhaifu wa mdudu huyu, lazima apewe vitu hivi ili afanye mambo yake kwa usahihi. Na wewe mwanadamu, namna ulivyo ubora wako, una mambo mengi pia umepewa kwa ajili ya kufanya mambo yako kwa usahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunawaambia watu wanaposema sijui kuna kila kitu ni nature, uongo. Hakuna kitu inaweza kuwa nature ikawa kwa utaratibu wa namna hii, haiwezekani. Ingekuwa nature, ingekuwa kila mmoja ana utaratibu wake. Ingekuwa kuna katika wanadamu kuna mtu ana mishipa miwili tu, mwingine ana mmoja tu, mwingine ana mingi, mwingine yani ingekuwa hivyo. Lakini wote ukitazama ile system yetu ni ile moja. Yupo alotengeneza hiyo system, ndo maana yake. Tunakwenda sawa? Mimma yatihu lahu ru'ya, jambo ambalo linapelekea mtu kuweza kuona taifin wasi', yani kwa huyo mdudu kuweza kuona taifin wasi', uwanda mpana kabisa, sehemu pana kabisa, minal alwani, kutokana na rangi za aina mbalimbali. Anaona akienda kwenye maua, anaona maua yalivyokuwa na rangi nzuri, akija hivyo anauona kwa usahihi mzuri zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Bima fi dhalika al-ashi'atu fawqa al-banafasanjia, miongoni mwa hayo pia hata mionzi iliyo juu ya rangi ya zambarao, muqaranatan bi thalathati anwa'i inda al-bashar, ukikompea na nini, na aina 3 tu za hizo obsinat ambazo zinapatikana kwa huyu mwanadamu katika hali za namna hiyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo tumeona sana namna jinsi ambavyo ubongo ulivyoambatana na macho ya kerengende,
Lakini kadhalika tumeona namna jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwekea protini katika macho yake kwa uoni mzuri wa rangi za aina mbalimbali. Bila shaka ukiyajua haya utasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaba annari. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa wanakuja watu wanakuambia yani wao wakishasoma hadithi tafakkaru fi khalqillah, tena wanasoma vizuri kwa matini nzuri kabisa, alafu kisha baada ya hapo wanatafsiri neno kwa neno, alafu wanakuambia sanadi, kisha baada ya hapo wanakuambia na nini, wanakuambia na rawahu, kisha baada ya hapo mashekhe wao hakuna mwingine yoyote anayejua, na wanatukana watu. Jamani, ni hatari sana. Rawahu ni muhimu kuzisoma, sanadi ni muhimu kuzisoma, tafsiri ya neno kwa neno ni muhimu kuisoma, lakini isiishie hapo. Twende ndani katika maalumati, zile alama zilizowekwa ili kuingia ndani kuipata ilmu mahala ilipo. Sasa wewe hata zile njia za kufanya tafiti huzijui, alafu unataka kuwa wewe ndo bingwa wa kukanusha na kupinga tafiti za watu. Wewe ni nani sasa? Huu ni ujahili kupita kiasi. Siku zote tafiti huwa inapingwa kwa tafiti nyingine, sio kwa maneno yako tu. Useme tu leo uongo kuthibiti ile akijathibiti kwa mtume. Asa maana tafakkaru fi khalqillah maana yake nini? Watafitini viumbe wa Allah maana yake nini? Kwa hiyo lazima tuwe makini katika masuala haya. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekea wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hakika mkombozi amepatikana. Mimi nilikuwa na matatizo katika mwili wangu, hususan nilikuwa napata ada ya mara kwa mara na maumivu wakati wa tendo. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, lakini sasa niko vizuri baada ya kutumia mkono wa Idi. Jua ni yule mwenye mkono imara na wenye nguvu madhubuti. Hapo sasa humpa raha rahma na kumfanya rahma awe na mawada tele, huku akifurahia amani ya moyo na raha ya mwili. Mwanamke mwenzangu, usiendelee kuteseka. Tumia mkono wa Idi, ndio suluhisho la matatizo yako. Mkono wa Idi unapatikana kwa Shehe Yusufu Diwani. Mkono wa Idi ndio mpango mzima. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.